imetuharibu vijana, kwa sababu leo hii ikitokea tumeagizwa na tukahubiri Injili kwa njia ya kutembea kwa miguu na kubeba vyombo vya kuhubiria, wapo ambao wanaweza wakalaumu kwamba tunaendaje kuhubiri hiyo Injili, hatuna hela ya kubebea usafiri, vifaa vya kwenda kuhubiria. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba utandawazi umetuharibu vijana. Na kingine pia cha kushangaza sasa hivi, hata mkiwa mnajifunza neno likaulizwa swali, utashangaa mtu anaenda kuangalia majibu kwenye simu. Maanake imetuondolea hata ule uwezo wa kufikiria, kutumia akili zetu ambazo Mungu ametujalia kuzitumia kwa ajili ya kujibu maswali yanayoulizwa kwenye Biblia. Lakini utashangaa mtu anaangalia kwenye simu. Sasa hiyo ni moja ya kujua kwamba huu utandawazi umetuharibu. Zamani hapakuwa na vyombo, hapakuwa na usafiri, lakini Injili iliendelea vizuri. Vyombo vya kuhubiria walikuwa wanabeba bila kujali. Kwa hiyo leo hii sisi tumekuwa ni watu wa kurahisisha, lakini sio kweli. Tukiangalia kiuhalisia tumeharibikiwa kabisa. Hata makanisani leo hii uamsho umekuwa ni kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba niishie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mimi nasema kutetea upande wangu kwamba utandawazi umetetea faida kubwa. Ukiangalia kwa wakati huu, tukiangalia katika jamii imepata maendeleo kulingana nini? Chanzo kikubwa nini? Ni utandawazi. Zamani ilikuwa mtu kutaka kusafiri ilikuwa ni changamoto. Na hizi nyenye kwa mashahidi enzi za 2014 barabara yetu hapo barabara ya Mungu. Lakini kulingana na maendeleo sasa hivi nini, globalization imesababisha hayo. Mtu anaweza kutoka Kasulu hadi wapi? Nyakanazi kwa masaa matatu tu, lakini mwanzo ni siku nzima yuko inaisha. Kwa nini? Kwa sababu ya nini? Utandawazi. Licha hivyo tena, ukiangalia tena katika makanisa yetu haya, hususan TAG tunayoiona sasa hivi, tuna mambo mengi ambayo yanategemea nini? Mtandao. Ukiangalia tuna nini wanaita Bezaleli. Pasinge kwa hii globalization tusingefanikiwa na mtu asingepata taarifa zetu kule. Lakini kulingana na utandawazi tumeona ni mafanikio ambayo hata kanisa limepata nafasi ya kuhubiri Injili kulingana na andiko kwamba nendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili. Sasa kulingana na utandawazi huu, mtu anashindwa kufika Marekani, lakini sauti kupitia utandawazi, sauti inafika, mtu wa Marekani anasikia. Mtu akienda Burundi atasikia neno la Mungu kupitia utandawazi, lakini ile ina sauti sio mtu. Ile ni sauti. Kwa hiyo asifiwe sana. Kwa utandawazi umeleta maendeleo makubwa katika kanisa. Kwa mtu anayeathiriwa na utandawazi, inatokana na yeye anautumiaje huo utandawazi. Kwenye utandawazi tumeona vijana wengi wamepata ajira kupitia ile utandawazi huu. Wengi zamani mtu kutuma hela ilikuwa hadi atume kwamba unaenda Kibondo lini, anakuambia naenda kesho. Unamkabidhi hela. Sasa kulingana safari anao kana changamoto nyingi, akashakuwa na ile hela. Lakini kupitia utandawazi sasa hivi mtu anaweza kupokea hela yake kwa wakati sahihi na kwa muda sahihi. Lakini pia tunapopitia utandawazi tunaona nini? Maendeleo ya kijamii, huduma za afya. Watu wanaweza kujifunza, yani kupitia simu tulizonazo. Mtu anaweza kuingia mtandaoni akachukua mafunzo, yani akafundishwa namna treatment mpya, yani nini ile wanaita matibabu mapya au tekniki mpya za matibabu. Maana nilikuwa nasikia mtu mmoja anasema kwamba kila siku daktari, kila baada ya muda kaza lazima wapelekwe nini? Wakapewe semina, kwa sababu anasema kila kunapokucha mabadiliko yanatokea. Haya, sasa hayo tunajuaje? Kwa sababu ya utandawazi. Mtu atashindwa kufika China, lakini ataangalia kwenye simu, atafundishwa hiki na hiki, na ataelewa namna kupata huduma kwenye jamii. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante. Kwa majina naitwa Elia Elizeus, natoka
mimi napenda kupinga kwamba utandawazi una madhara kwetu sisi, kwa sababu ndani ya faida ya utandawazi kuna hasara ya utandawazi. Moja, vyombo kuna wale ambao wanaenda kutoa audio, ile pale tayari ni hasara ya utandawazi, kwa sababu anapoenda kule kutoa zile, wanaenda kuingiza sauti, ile sauti inakuwa imewekewa vikolezo, sio sauti yake rasmi, kwa sababu ukimwambia jaimbe hapa bila kutumia alivyoenda kufanya kule hawezi, na akiweza ni tofauti na alivyofanya kule. Nyingine ni hizi nguo ambazo tunazovaa pia ni hasara ni utandawazi, ni sababu ya utandawazi, lakini ni hasara kwetu kwa sababu imeharibu tamaduni nyingi za watu. Kuna watu zamani walikuwa hawavai hizi nguo, lakini sasa hivi wanazivaa kwa sababu ya utandawazi. Pia imewaharibia wao tamaduni zao. Asante, napenda kuwakilisha. Yesu asifiwe. Napenda tena kutetea upande wangu kwamba utandawazi umetupa faida kubwa. Ukirejea kwenye habari ya muziki ya vyombo, namna tunavyoingiza sauti zetu pale, utandawazi umetusaidia katika utunzaji wa kumbukumbu. Ukiangalia enzi za nyuma, mtu alikuwa akitunza kumbukumbu kwa kichwani, akifa maana yake na habari imeisha. Lakini kwa sasa hivi mtu hata akifa bado tunaendelea kuona vitu vikiendelea. Sasa hivi tunamwona, yani mimi tangu naanza siwe kumuona Nyerere uso kwa uso, lakini kupitia utandawazi namuona, nishaye kumuona akitoa hotuba zake. Kupitia ni utandawazi, kwa sababu utandawazi umetusaidia sisi kwenye habari ya utunzaji wa kumbukumbu. Hata katika kanisa, mchungaji anapoondoka, akitoka haendi na mtandao una habari, kwa nyaraka zote za kanisa zitakuwepo. Sio kama kipindi cha nyuma mtu, yani akifa maana yake amekufa na kila kitu cha kanisa. Lakini kupitia utandawazi unaona kila kitu kinahifadhiwa mtandaoni. Kwa hata mmoja akizikwa tukitoa, bado taratibu zote zinabaki, nyaraka zote zinabaki kupitia utandawazi. Tofauti na ile enzi ya kale kwamba mtu akihifadhi kichwani, akifa imekufa. Lakini sasa hivi hata akifa bado tunaendelea kumuona. Ukirejea kwa rais wetu Magufuli, asiondoka, lakini bado tuna hotuba zake bado zinafanya kazi. Kwa sababu ya utandawazi. Swali. Unaweza sikiwe. Mimi napenda nimuulize Kenani, yani anitofautishie fasihi andishi na fasihi simulizi, kwa sababu mimi ninavyofahamu fasihi hii ambayo naifahamu, hizo ni aina za fasihi. Hiyo fasihi ambayo naisema Kenani ni fasihi sio rasmi, kwa sababu ina madhara. Fasihi simulizi sisi ambao tunaitetea kwamba kuhusiana na, tunasema kuhusiana na nani na sauti, zile sauti, kwamba yeye anavyoandika akaenda kuwasilisha ni tofauti na mimi ambao nimemezeshwa kuanzia kwa wazazi nikaenda kuwasilisha wale, kwa sababu hao wataielewa ile fasihi na wataitunza kwenye vichwa vyao. Lakini hii ambao wao wametoa kwa kwenda kutengeneza kule studio inapotea, kwa sababu moja, ikishafutika ile, yani kwa mfano kwenye flash ile ikishafutika tayari ile imepita, yani ikishafutika ile imepita. Lakini sisi ambao tumemezeshwa kutoka kwa wazazi au tumefundishwa na walimu kupanga sauti, kuimba, yani kwamba hii ni sauti ya kwanza, ya pili na ya tatu, hatuwezi kupotezwa wala hatuwezi kuipoteza, kwa sababu tumemezeshwa, yani tumefundishwa. Hawa wameiga, yani tofautisha kuiga, yani sauti imetengenezwa sio ya kwao. Ukimwambia aimbe ni tofauti na ambavyo wewe ambao umefundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitamjibu rafiki yangu kama nilivyomuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka niulize swali kwa vijana wenzangu, ambaye kati yao ashamuona Nyerere ni nani? Imagine sasa wakati huo hivi visingekuwepo, je, tungekuwa na historia kwamba sura Nyerere ilikuwa hivi?
Ndio nasema utandawazi umetusaidia katika utunzaji. Japo kitu apotea, lakini sio rahisi kama mwanadamu. Mwanadamu yani ni kila siku tunakufa. Lakini hivi vitu tukisha rekodi tuna kuna nyimbo zishatungwa mwaka 2006 hadi sasa bado tunaziimba kulingana, lakini walioziimba hawapo, lakini bado tunawe tunaziimba. Hiyo ni kazi ya utandawazi. Maana visinge kuwepo hivi waliondoka navyo sasa. Haya, sasa hivi tunaona mafundisho ya Moses Krola wakati washakumwona. Lakini sasa hivi tunayaona kwa sababu ya nini? Ya utandawazi. Kwa sababu visinge kuwepo, tungekuwa na sheria kama alikuwa Moses Krola. Kufundisha nani wakati kesho watu wanakufa, yani walioviona. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposoma history tunachokisoma huwa ni mtu anakuja anatusimulia au anakuja anatusomea kwenye maandishi. Sasa imagine sasa hiyo isingekuwepo, je, tungetoa wapi? Asante na usanasi. Natetea kwamba utandawazi una akili. Naweza nikamjibu ndugu yangu kijana mwenzangu kwamba zamani kipindi wanatengeneza kwa kipindi ya Biblia, maandishi ya Biblia, je, kulikuwa kuna utandawazi wowote ambao unaweza kunipa ushahidi? Jibu hapana. Kwa sababu tulikuwa tunatakiwa kufundishwa na kuandika, na ndio maana kuna nyaraka. Nyaraka sio sehemu ya utandawazi, ni kumbukumbu, ndio maana kuna maandishi. Utandawazi ni kitu ambacho kinatunzwa kupitia mtandao. Labda kama uelewi maana ya mtandao ni nini, lakini kama ni kitu cha asilia, ukishaandika kupitia kalamu tayari hiyo ni kumbukumbu. Lakini utandawazi ni kama hapa ninavyozungumza mimi, unaisikia sauti. Ndivyo utandawazi unao haribu. Kwa hiyo nilikuwa natetea hoja yangu kwamba utandawazi unaharibu mambo kama sisi vijana. Tumia kalamu, tumia ubongo, tumia akili ili mambo yaende. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Bado naendelea kutetea kwamba utandawazi umeleta madhara makubwa hasa kwa vijana. Yanataka kama tukipiga takwimu hapa tukasema wenye simu walete hapa, wenye Biblia walete hapa, kama zikipatikana nyingi sana tayari. Kwa nini? Kwa sababu ya utandawazi. Maana kipindi kile kabla utandawazi haujatukia, watu wengi walikuwa wanatafuta Biblia kwa sababu ya kujisomea neno la Mungu. Na sasa hivi watu wamekuwa hawezi kufikiria. Yaani asilimia kubwa hawezi kufikiria, wao wanatumia utandawazi, na ndio maana akili zao zimeshadumaa kwa sasa hivi. Na hiyo wanaosemea kwamba utandawazi hauna madhara, utandawazi una madhara. Kipindi kile mababu zetu walikuwa wanaishi miaka mingi. Kwa nini? Kwa sababu utandawazi ulikuwa bado haujatukia. Watu walikuwa wanakula vitu vya asili, watu walikuwa wanatumia dawa za asili. Lakini sasa hivi mtu anaweza kuugua kichwa akatumia dawa, dakika 5 ameshapona. Lakini wao utandawazi unakuja kumwathiri, anaishi miaka michache. Kwa nini? Kwa sababu ya utandawazi. Bado naendelea kusema kwamba utandawazi kuna madhara makubwa. Asante. Bwana asifiwe. Na mimi nasema hivi, utandawazi hauna madhara, ila mtu mwenyewe utandawazi utakapotumia, kwa sababu utandawazi umekuja ili kila mmoja aweze kupata mwanga fulani. Sasa unapopewa mwanga fulani, ni lazima utambue mazingira uliopo. Yaani usilazimishe kwamba kwa kuwa utandawazi umekuja ni utumie vibaya. Ndio maana tumesema kwamba simu kama simu au kama ya kwangu hapa, unao uwezo wa kutumia vizuri na unao uwezo wa kutumia vibaya. Kwa sababu gani? Utandawazi ambao umekufanya kuwepo na umekufanya kutambua namna ya kutumia simu. Unaona? Kwa hiyo utandawazi lazima utambue kwamba hauna madhara yoyote.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi bado nasema utandawazi una madhara. Tena kwa sababu hiyo utandawazi una madhara kwa sababu hata baadhi ya vijana tumekuwa wavivu. Kwa mfano, au niseme tu sio mfano, moja kwa moja. Tukisema tutoke hapa, tutembee kutoka hapa hadi Kakongo kuna mkutano kwa mguu, hatuwezi. Cha kwanza hicho. Kingine cha pili, tukisema hakuna kuhubiri kutumia haya maspika, twende hapo nje tukahubiri, hatuwezi. Hizo ni hasara tu, hizo ni hasara. Kwa hiyo tunaona kwamba utandawazi hauna faida yoyote isipokuwa tu umetuletea uzembe baadhi ya watu. Mtu hawezi kwenda kanisani kwa sababu yeye kwake amenunua TV, anamwangalia Mamposa live. Masuala ya kujiandaa aende kanisani yeye hana. Huo ni uzembe. Kingine cha pili, mtu hawezi kutoka hapa kutumia mwili wake kupeleka taarifa sehemu nyingine, lazima atafanyeje? Atumie vitu vya kumrahisishia. Maana yake ni nini? Uzembe. Yeye hawezi. Ndio maana sasa hivi tumepata watu wanene wana uzito kupitiliza, hawezi kutoka hapa kwenda hata hapo nje. Kwa sababu gani? Utandawazi, uzembe, uvivu. Kwa hiyo mimi bado naungana na wale wanasema kwamba utandawazi hauna faida. Kwa sababu hiyo, kama ungekuwa utandawazi una faida, tusingepata watu wanene ambao hawezi hata kuinua mwili wao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Ramesia Shedraki. Mimi nasema kwamba utandawazi una faida. Moja, umeturahisishia kufanya kazi kwa urahisi. Ni kwamba mjumbe aliyetoka hapa amesema kwamba hatuwezi kutoka hapa mpaka Kakonko kwa mguu kuhubiri Injili. Lakini hapo hata kama tukisema kwamba tutoke hapa mpaka Kakonko kwa miguu tupeleke Injili, tutafika huko, wengine wamechoka, hawawezi wakafanya hiyo huduma ya Injili. Ingawa wamefika kule wamechoka. Lakini utandawazi huu umetuletea usafiri wa haraka. Naweza nikatoka hapa, nimekaa kwenye gari sijachoka, nikafika pale, nikaendelea na huduma ya Injili. Halafu kingine tena, utandawazi ungetusaidia kufanya vitu, kutumia hivi vyombo vya muziki. Kuna mtu mwingine hata ukimwambia kwamba tuna mkutano sehemu fulani, hawezi kaja maeneo haya. Lakini kama nina vyombo vya muziki, natumia hii sauti kumhubiria mtu ambaye yuko kule kwa Maxi anayesikia hii Injili. Tayari nani hii imeshamfikia Injili. Asante kwa kunisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi tu nilikuwa napenda kurahisisha kwamba anayejiamini upande huu aje hapa ili tubishane vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa napenda nitajie faida moja ya utandawazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida moja ya utandawazi ni kwamba utandawazi umetusaidia katika kwenye mazingira ya kanisa. Utandawazi umetusaidia katika kuboresha miundombinu ya kikanisa. Mfano, ukiangalia tuliposimama, chini kuna sakafu nzuri tu, alafu ukiangalia na zamani hatukuwepo hivi vitu. Lakini kwa sasa tunaviona hivi hapa. Nimuulize. Kwa mfano, zamani walikuwa wanasema kuna sifa fulani walikuwa wanakuambia timua vumbi, timua. Hapa hivi hapa unatimwaje vumbi? Nyingine hii hapa. Zamani ilikuwa haipo, lakini Injili ilikuwa inapigwa na watu wanaokoka. Lakini sasa hivi unaweza kutoa hapa nje ukaenda pale, lakini watu waishakaweka zile yale mawazao kwamba yani kama vile vitu waishaka vizoea, imani hawana, kwa sababu hata nyumbani kwao hivi hapa vipo. Kwa yani naona kila faida ya utandawazi ndani yake kuna hasara ya utandawazi. Nipe nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja kwanza nirekebishe kidogo ndugu yangu hapa. Hivi kwa mfano akitokea Musa
Musa aliokoa wana wa Israeli, aliongoza wana wa Israeli kuwapeleka nchi ya Misri. Halafu na akaja, yani sasa msinifikirie vibaya sasa, yani msinichukulie vibaya. Ni mfano. Akaja Musa, halafu akaja na yule mtu, yani akili zake haziko, yani hata baba yake wakisoma wote pamoja wanakuwa tofauti au wote ni sana. Yani tuimagine sasa, kwa mfano tumlete Musa hapo tumchukue yule mtu yani kimonekano wanakuwa sare au wanakuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Mwanangu ni kwamba yani utandawazi kwa sehemu umetusaidia, yani umetusaidia kutafasiri sisi, yani kutofautisha sisi na mtu ambaye hajafanya, yani kupitia mavazi tunayovaa, kupitia appearance tulionayo, yani utandawazi umetusaidia kutufafanua kwamba huyu mtu ni wa namna hii na huyu mtu ni wa namna hii. Sasa kwa kuletea Yohana wa enzi zile na aje sema zaboni hawatamuelewa, lakini kupitia utandawazi mtu anavaa kuonekana nani ni mtumishi. Tumeelewa na hapo. Bwana asifiwe. Lakini tukisema kwenye mavazi, kuna watu wana tamaduni zao, na kanisani kabla ya utandawazi walikuwa wanaingia hizo kanisani. Sasa imewaharibia ule utamaduni wao. Ule utamaduni wao umekufa, wakaendeleza utamaduni wa sasa hivi. Kwa hiyo utamaduni wao umeharibika, ndio maana sasa hivi wote wanavaa mavazi. Ukiangalia Wamasai walikuwa na uwezo wa kuingia kanisani wamevaa mashuka, lakini sasa hivi hawana, kwa sababu utandawazi umewaharibu. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kwa kutetea hoja kwamba utandawazi umetuletea hasara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nongena mwenzangu hapa anasema kwamba ukiona mhubiri mtu kupitia mavazi uliyovaa inaweza leta mantiki inayoeleweka. Bwana asifiwe sana. Nitolee mfano kile samani kangu sogea huko. Amesema kwamba mavazi. Amina, mavazi. Sasa ni kweli huyu ni mtumishi wa Mungu, lakini hana ile lugha ya kuvaa kama mimi hakuna. Nimevaa kwenda vizuri. Utanielewa? Halafu roho ya Mungu kweli yuko ndani yake. Aenda kuhubiri injili pale. Hivi kwa mfano nitolee mantiki kama wewe dada yako. Wewe unamfahamu huyu kijana leo, lakini akikuhubiri injili kama vaa hivi, utamuelewa? Kangu hapo na kujibu. Amina nasema sana. Bwana asifiwe sana. Nirudi kwenye mantiki kwamba leo tunatoka kwenye mavazi tu. Dada yangu wewe una kipawa sana Mungu, una kipawa ambacho unaweza kwenda kuhubiri. Mimi nasema pale kwenye mahubiri. Unajua sasa hivi tumepewa kwamba endeni mkahubiri nini? Mataifa. Wewe una kipawa na Mungu anakusukuma nenda kufanya kazi ile. Lakini utandawazi umekwasa kwa sababu gani? Unatamani uvae nguo ambayo ukitembea unaona, lakini ile nguo kwa sababu unajua kuna mtu ambaye imekuja anashona hivi bega linakuwa wazi. Na wakati ule zamani mkao mkivaa nguo hata hapa mguu unafunika. Ukienda kumhubiri mtu akisema kwamba huyu ni Mkristo, hata mantiki inaonekana kwamba kweli ni Mkristo. Kwa sababu gani? Hata nguo yenyewe inajielezea, hata vazi lenyewe inajielezea. Sasa hivi sawa, tunakubali unavaa nguo kama zibana hivi. Sasa kwa mfano imetokea, unajua kule nyumbani kuna kijana mmoja pale vazi suruali amebana. Ameenda kwenye kichuguu, nyoka kamuingia kwenye suruali. Na inabana. Mimi kwa nyumbani mimi ningefanya hivi. Nikamwona leo mpaka nianze shida. Lakini yeye yule mpaka walitaka kumvua nguo hadharani. Kwa sababu gani? Ile nguo au ile vazi alilovaa halikumstahili. Wanasema sana. Wewe dada umevaa kana mimi kimini. Basi inge ameingia ampitia huko chini. Je, utafanyaje kumtoa yule inge? Kama sio utapata mazingira ambayo yanakuficha ili kupata kutoa ile nguo yako pale kumwangalia ile inge. Lakini kama ukivaa nguo ambayo inaashia stara vizuri, inakufunika hata ukienda kuhubiri nje. Ndio maana sasa hivi tunachukua mifano kwa watu wengine kwamba wanavaa nguo ambazo zina nini na injili wanaenda kuhubiri. Samahani baba, huyu ni mtumishi wa Mungu. Aende akahubiri mtaani. Wanaomba ni pasa nani? Timothy. Lakini hiyo siku aende mtuvalia mshono wa njiwa, sio nasema ni mshono wa njiwa. Sasa ameenda pale, amemhubiria wale shetani, kisha tena akaamua kumchukua kidogo tu.
Basi tumia kama hata tumia tengene sungu. Lakini hata mimi ni siafu ile sababu ameingia kwa ndani. Unajua jinsi siafu ambao walivyo na bugs sana. Anahubiri kwa hivi. Anaona kuvua nguo lakini inashindikana. Hivyo hadharani atafanyaje? Mavazi ya zamani ya sasa hivi yapo tu kwa sababu gani? Zamani wanavaa nguo ambayo ukitembea ni mtumishi wa Mungu, unakuwa ni mtumishi wa Mungu. Amina. Lakini sasa hivi tunatembea kwamba kijana ukiona hebu na milegezo niwaambie anavalia hapa. Hapo Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Tena sana naongoza. Sasa ndio kijana ambaye anavaa mavazi ambayo yanamheshimu Mungu, ambayo yanaifanya injili isonge mbele kama matendo na mavazi. Zamani mtumishi wa Mungu alikuwa anatenga muda kwa ajili ya kuandaa neno la Mungu. Sasa hivi anaweza akawa na simu. Sasa muda umkaribia. Je, simu imezima chaji, alafu mimi haupo. Na anategemea simu na kama somo langu iwe ni upendo. Sasa unajua simu hizi sawa, nzuri lakini bahati kwa sababu ni mbaya kwa sababu gani? Nitakuandikia neno upendo, lakini zile maana ambazo Mungu anahitaji kukuweka kwa ajili ya watu mbalimbali inashindikana. Bwana asifiwe sana. Wale ambao wanaenda kusoma neno la Mungu kupitia Roho Mtakatifu kwa kufunulia maandiko inashindikana. Kwa hiyo tunataka kwenye mahubiri ya kimazoea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nielewe kwamba utandawizi unaleta nini? Uzembe. Bwana asifiwe sana. Uzembe kwa sababu gani? Ulikuwa unakaa unachukua muda unatenga unaanza kusoma Biblia, Mungu akufunulia maandiko fulani, lakini sasa hivi unaandika pale. Pastor, naandika upendo, somo la upendo. Hapa ameenda kutoa faraja kwa mtu kwa mpendo fulani. Sasa yale masomo yanahusu upendo tu. Lakini kumgusa yule mtu kwamba maisha ni haya kwa ajili ya kwenda kumwelekea Yesu Kristo inashindikana. Kwa uzembe umo ndani nini? Ya utandawazi. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema kwamba utandawazi una madhara kwa sababu umeharibu kwanza ni ule uwezo wa kufikiria, pia umeharibu utamaduni. Kwa sababu nakuta mtu ameangalia mtandao, nakuta pale mpaka nguo zake amependeza. Afikiangalia ndani yake yana hakuna maadili. Hapa na baadhi yake anakuja kanisani na hana shida kabisa. Mwingine unakuta kama alivyosema mwanzo, kama anapoteza nini? Uwezo wa kufikiria. Unakuta mtu yaani yuko tayari anaweza kakesha hata kwenye simu, yuko anaperuzi mtandaoni. Lakini mwambie asome hata Biblia ndani ya risata limoja tu, yaani unakuta tayari ashachoka. Kwa hiyo utandawazi kwa kama na madhara. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Boaz Jeusi. Mimi bado nasema kwamba utandawazi una faida. Moja kabisa utandawazi una faida. Moja kwanza, unaona ni hivi ni utandawazi. Rafiki yangu yule pale amevaa sweta lakini hasikii joto kwa sababu ya nini? Hivi. Nini faida? Jamaa amesema kwamba utandawazi umesababisha kwamba watu walikuwa wanatumia vumbi, lakini sasa hivi unaweza ukacheza sana hapa situmie vumbi. Hakuna kikohozi hapo kutoka huko sawa kwa sababu ya utandawazi. Asante. Mimi bado nasema kwamba utandawazi una madhara. Kwa sababu gani? Kwa mfano kwenye masuala ya mavazi, nakuta binti au kijana ameingia mtandaoni, anaangalia, anakutana na kamshono kazuri, yaani dada amevaa amependeza, na yeye anatoka huko aliko anaenda anashusha ile nguo. Unakuta ni nguo ambayo yaani yeye mwenyewe inamnyima amani, anatembea anashusha hivi. Yaani hapo utandawazi tayari mshambana yeye mwenyewe. Yaani kitu kinachoitwa utandawazi ni kitu ambacho kinapoza na kina hasara kubwa sana kwako wewe mwenyewe. Kwanza kitatembea kinakuhubiri wewe kwamba hapo haujafanya vizuri. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naendelea kutetea hoja yetu kwamba utandawazi una faida. Jamani, ni kweli kabisa utandawazi una faida. Ukija kuangalia hata haya mapambo hapa, mtu asingeweza kufanya bila kuangalia. Hii yote ni sababu ya utandawazi. Ukiangalia hapa juu tuna feni, tunapepewa hewa kwa sababu kuna utandawazi hapa juu. Kwa hiyo mimi naendelea kusimama kwamba utandawazi una faida, ila ni jinsi ambavyo sisi wenyewe tunashindwa kuutumia utandawazi. Ukiutumia utandawazi vizuri unakuletea faida, ila ukiutumia utandawazi vibaya unakuja kukuharibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
wanaendelea kupinga kwamba utandawazi umetuletea athari kubwa sana vijana, kwa sababu leo hii tumekuwa na changamoto nyingi sana. Tukirejea nyuma, tukiangalia katika manabii na mitume waliosimama kwa ajili ya kuhubiri Injili, hakuna mahala tumesoma kwenye Biblia kwamba walienda na spika, vyombo, sijui magari moja, lakini ni watu ambao walisimama bila kujali wakati na majira na nyakati, waliendelea kuhubiri kupitia midomo yao mpaka wanakamatwa. Umeona? Lakini sasa sisi hapa tunashangaa kitu kimoja. Tumesimama namna ya kusema kwamba umetuvunja moyo na umetuharibu sisi. Leo hivyo vitu havipo. Wamejaribu kuboresha kuleta mitambo nini, lakini inakufa bure. Kwa sababu nini? Watendakazi hawapo. Tunamwagiza kwamba toka hapa, labda nenda sokoni, kaniletee kitu fulani. Hata kwa hiyo tunaomba ufunguo wa pikipiki au baskeli iko wapi? Hiyo nini ni athari. Lakini zamani nimeenda kukimbia tu. Alianzia kusema mara ya kwanza kwamba hata ugonjwa imelipuka, magonjwa ya namna mbalimbali. Mtu unasikia anasema piga moyo anaenda kasi. Ukiuliza vyakula, sasa hapo faida zake ziko wapi? Watu wanakufa mapema kabla ya wakati. Umeona? Mazoezi leo hii hamna hivyo vitu. Nashangaa tu mwili unakuwa huu. Changamoto nini? Utandawazi umeharibu. Sasa faida zake ziko wapi hapo? Ikiwa watu wanakufa maradhi mbalimbali na wasumbua, utandawazi wake uko wapi? Yaani uzuri wao uko wapi? Naomba kuhakikisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa Paul Gordon Lemont. Asante TH hapa mahali hapa. Nipo kwenye faida za utandawazi. Tunapozungumzia utandawazi, tunasema utandawazi unarahisisha mambo. Baba yetu kutoka mbali anapata taarifa zetu kupitia utandawazi. Amina. Lakini kuna Injili inasema enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili. Hivi kwa elimu yako, kwa uwezo wako, unataka uniambie kiukweli kabisa una uwezo wa kusambaa ulimwengu mzima kuhubiri? Bila utandawazi hauwezi. Lakini utandawazi huo una uwezo wa kusimama kwenye madhabahu ya TAG ukaihubiri Injili na watu wakaipokea Injili kupitia utandawazi. Bwana Yesu asifiwe. Utandawazi huo unafanya watu wawe na akili ya kujitambua. Kwa mfano, huwezi ukatoka kijana nyumbani kwenda kwa baba wa binti, kwa maana utafuta mchumba huko zigizana. Lazima ujiandae uwe vizuri. Sawa? Hautaenda tu kwa sababu utandawazi una hasara na wewe unaenda umevaa hasara. Leo tunaona wachungaji wanapeleka Injili maeneo fulani, lakini tunapewa majukumu. Baba anaenda kule, anaendaje? Mtumishi anaenda kule, anaendaje? Tunampeleka kwa sababu utandawazi una hasara. Kwa hiyo apige raba kwa mguu kwa sababu ni hasara. Utandawazi una faida, atafika kwa muda mwafaka, ataandaa masomo yake kwa muda mwafaka, lakini pia hata Injili itakuwa ni tamu kulingana na mazingira ya aliyo nayo. Kwa mfano, wewe umesimama madhabahu hiyo kwa juu wamezekea nyasi na mvua inanyesha ambao na upepo. Hiyo Injili itaendelea? Kwa sababu ya utandawazi kuna msaus, kuna vigae chini tiles, Injili itapigwa na watu watampokea Bwana. Kwa nini? Utandawazi ndio umesababisha vitu hivyo viwepo. Kiongozi wetu alikuwa analeta utangulizi wa utandawazi. Alisema hivi, utandawazi unarahisisha kwa baadhi ya vitu, kwa mfano uchumi, siasa pamoja na biashara. Kwa hiyo tunapata vitu kutokana na utandawazi, lakini tutakosa vitu kwa sababu ya utandawazi. Yote na yote unaweza ukautumia utandawazi vibaya ukawa ni hasara. Ukiutumia utandawazi vizuri una faida.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi bado nasema utandawazi hauna faida, bado una hasara. Kwa sababu utandawazi una hasara. Sasa hivi hakuna injili ambayo ni ya kweli mtandaoni, kwa sababu mtu anahubiri kwamba ndio uchukue mafuta ya upako, ndio uchukue chumvi, ndio uchukue maji sija nini. Kwa hiyo mtu hawezi hata ule uwezo kusema kwamba nataka nimshughulishe leo kwa ajili ya kufunga maombi. Yeye anajua tu mimi nina chumvi, anajua mimi nina kitambaa, anajua mimi nina simu kubwa, nitaweka tu bado nitamwangalia Mwamposa nimelala. Wakati nikuuliza swali. Kwa mfano una simu kubwa ya smartphone, umeweka MB zako, upo kitandani unaangalia Mwamposa. Siku ya Jumapili ya kumwabudu Mungu. Alafu wengine wametoka majumbani kwao, wamekuja umewahi kanisani wanamwabudu Mungu, wanamuomba Mungu kweli kweli. Hapo kitandani unamwangalia Mwamposa kwenye mtandao. Hata kama sio Mwamposa kwenye mtandao, unijibu na muda ambao ukweli. Kwenye kitanda chako pale utaomba? Au utamwangalia tu jinsi anavyoomba tu, akimaliza na wewe tu umeangalia mahubiri yakisha na wewe yamee. Ulichokichukua ni kwamba Mwamposa anatoa mchanga, anatoa nini, sio utakachokiambulia. Lakini mtu aliyefika kanisani atamwabudu Mungu kweli kweli. Kwa sababu hiyo utandawazi bado hauna hauna faida kwenye maisha yetu vijana, isipokuwa tunarudi kwenye pointi zangu za nyuma kwamba unatengenezea uvivu na uzembe na kutokufikiria vitu baadhi. Naweza Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niishie hapo. Dakika 3 zinatosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi namjua utandawazi una faida kubwa. Tuelewane, utandawazi una faida kubwa. Kusoma kwenye kitabu cha Hagai, Mungu anawaambia kwamba waende mlimani wakate miti, watengeneze hekalu. Kusoma kwenye habari za Daudi. Daudi anasema atamjengea Mungu hekalu. Lakini anakuja anamwambia kwamba hutalikamilisha ila mtoto wako Sulemani atakayelikamilisha. Haya, kwa nini Mungu asingewaacha wale watu wakaabudu kwenye mazingira ambayo hayaeleweki? Kulingana utandawazi. Naweza nikasema kwa sehemu kwa wakati mwingine Mungu mwenyewe anaweza kukubali hata utandawazi endapo atumiwa vizuri. Kama ni hapana, kwa nini awaambie watu waboreshe mazingira ya kuweka mambo vizuri ya kanisani? Wakati tunajua vitu vyote vinavyokuja ni kwa ajili ya utandawazi. Tunaposema maendeleo, kwa mfano, tusingekubali utandawazi, tusingekubali hivi viwepo, tungekubali kama kwenye vumbi. Lakini kulingana na utandawazi, tunaona simenti ilitengenezwa, lakini zamani havikuwepo hiyo vitu. Lakini na kwa upande mwingine Mungu mwenyewe anaweza kukubali utandawazi. Kulingana hiyo hoja kwamba nendeni milimani mkate miti muitengeneze nyumba ya Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi bado niko pale kwamba utandawazi una madhara makubwa sana. Kwa nini? Watu sasa hivi wamekuwa hawana imani ya kweli. Kipindi kile walikuwa na imani ya kweli. Kwa nini? Mtu alikuwa anahubiri ana kwa ana, wanamuona. Mtu anajishughulisha kutoka nyumbani na kwenda hekaluni mwenyewe. Maana yake ile hofu ya kutoa nyumbani na kuleta hekaluni kwa sasa hivi haipo. Kwa nini? Simu ipo. Nitaweka bando la 1000, nitaperuzi TNG Agape, nitaangalia mahubiri ya mchungaji Timos nikiwa nyumbani. Nitashinda kwenda ibadani, nitakaa nyumbani kusubiria ibada ikiisha. Alafu mimi ibada yenyewe hairushi kwa wakati huo. Maana yake unaweza kuipata saa 12 au kesho. Haya, usipopata ile ya bando, maana yake ibada kwako haipo. Imani ya kweli imepotea. Hoja nyingine. Watu sasa hivi wamekuwa na mitindo mingi kwa sababu ya utandawazi. Yaani mtu anakuwa na utamaduni wake wa mwanzo wa kule kabla utandawazi.
wanakuwa na namna wanavyokuja kwa ajili ya kumwabudu Mungu wao. Sasa hivi imepotea, wanasema kwamba tuendane na mabadiliko, lakini wamesahau kwamba hayo mabadiliko yanatuweka mbali na Mungu. Kwa hiyo mimi bado naungana kwamba utandawazi umekuwa na madhara makubwa sana kwa kanisa, hasa kwa vijana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema hivi, utandawazi una faida tena kubwa sana. Kwa sababu usingekuwa na faida, yaani usingekuwa na faida, hata vitu ambavyo tunavitumia tungekuwa tunaona ni hasara. Lakini sasa hivi umependeza hivyo kwa sababu ya utandawazi. Dada hapo amesuka, ametengeza nywele sababu ya utandawazi. Mtu anatembea, anaenda kufanya mambo yake vizuri kwa sababu ya nini? Utandawazi. Sasa bila kufanya utandawazi ambao uko uhuru, yaani wewe mwenyewe kwanza huwezi kujiamini kwanza. Amina. Kwa hiyo utandawazi una faida tena kubwa sana. Amina. Kwa ile kusema kwamba kuangalia sijui vitu mtandaoni sijui nini, ni namna tu mtu mwenyewe anapotambua viwango vya Mungu. Yaani viwango kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ukishatambua namna ya kumtumikia Mungu, hautaona hasara kwa ajili ya utandawazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utandawazi una faida kubwa mno. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi bado niko pale kwamba utandawazi una hasara. Ni kwamba sasa hivi vijana wengi tumekuwa hatuishi na Biblia, tukiamini kwamba simu zetu zinatosha kuwa kama Biblia. Unakuta kijana yuko kanisani, mchungaji amesimama hapo sasa kutoa neno. Unakuta kijana unadhani yupo anasoma Biblia, kumbe anachati. Baada ya ibada akifika pale mlangoni, hebu muulize kwamba leo mchungaji amefundisha somo gani, usikie atakachokujibu. Lakini pia hapo ukirudi tena kwa leo kwenye idara, ukaja ukamuuliza hivi leo kwenye idara kuna nini, hata kuambia kitu kwa kinaendelea, ila atakwambia ni leo mtandaoni nimeingia nimekutana na kitu fulani. Yaani mtu fulani kweli amefanya vitu vizuri, lakini ukiangalia kila alichokisifia hakiko kwenye maadili ya kimungu, hakiko kile alichojifunza Yesu kwa siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtandao una hasara kubwa sana kwa vijana. Utandawazi hauna hasara, una faida. Kwa maana hapo naona mimi hapa nilisimama hivi. Enzi za zamani za mababu. Nivyo hivi vyake. Zamani walikuwa wanavaa vile vindala vya migomba vitengeneza. Ila kwa sababu ya utandawazi ndio bado tunapendeza kwa sababu ya utandawazi. Bwana asifiwe. Niko kwa upande wa kupinga Yale Simon. Utandawazi umeweza kuathiri vitu vikubwa sana makanisani. Mfano, unapotangaza kazi ya mikono, inatakiwa wanashirika wote washiriki hiyo kazi. Lakini sasa hivi, kwa mfano wamesema watu 10. Hasara ipo pale, wameenda watu 9. Yule mtu mmoja ametoa hela. Je, ile hela tutakayofanya ile kazi? Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa Mikael Gabriel. Amen. Nimekuja hapa kuletea hoja ya utandawazi. Nasema utandawazi una faida kwa sababu nimesikia watu wanasema kwamba eti mtu akidownload Biblia anakuwa anaedit kwamba ana chat. Huyo anakuwa hajielewi. Bwana asifiwe sana. Wewe unaniambia mtu anajielewa, anajua huu ni wakati wa kusoma Biblia, eti aanze kuchati. Huyo anakuwa hajielewi. Tena kama yupo, amombe Mungu amsaidie sana. Bwana asifiwe sana. Maana wewe unaniambia kama unajielewa kabisa, afu una Biblia, baada yani muda wa neno, baada uanze kusoma Biblia, uanze kuchati, unakuwa hajielewi. Bwana asifiwe sana. Asante. Mimi naendelea kusema kwamba bado utandawazi umetuletea shida kubwa sana. Ukizingatia leo hii mtu unaweza kumwambia jambo
lakini utashangaa na kujibu kwamba mambo ni mengi. Sasa hayo mambo ni mengi, mambo gani kama sio kuharibikiwa tu? Tunabaki kusema kwamba sasa mambo yameshabadilika. Mbona zamani walikuwa wanaishi pamoja na kuwa walipitia changamoto, mbona waliishi? Lakini leo tunaishi kwa kufariki kwamba mambo ni mengi. Hiyo ni moja ya uharibifu mkubwa sana, kwa sababu itakiwa tuseme mambo yako sawa, lakini washangaa mtu anakuambia mambo ni mengi. Ni moja ya uharibifu, kwa sababu sasa tulipofika sio, lakini kwa sasa hivi tunatakiwa kufanya jambo ambalo ni sawa. Kwa hiyo mimi niseme kwamba utandawazi bado umetuathiri vijana kwa kiasi kikubwa sana. Mimi naitwa Josephine, nimesimama kutetea hoja yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hii hoja kama sasa hivi, kwa zamani walikuwa wanatumia miguu. Sasa hivi nichukulie kimfano. Haya, wewe mama unaumwa, umezidiwa au nimezidiwa mimi, utatoka hapo uje unifuate kokoni naumwa. Haya, ni utandawazi. Sasa hivi unaweza kutumia hata baskeli ukanikuta hapa nyumbani, ni utandawazi sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiukweli tukubali tu utandawazi bado hauna faida kwetu. Faida bado hauna. Kwa sababu tukisema kwamba ukiugua nyumbani kwamba lazima waje kuchukua na pikipiki na gari, sawa, inawezekana. Lakini je, zamani hayo mambo yalikuwa hayapo, lakini watu walikuwa wanatibiwa, wanapata matibabu vizuri. Tukija kwa habari za kuvaa, watu zamani walikuwa wanavaa, na tukija kwa habari ya kusema kwamba mtu amevaa kinjua, amevaa suruali, sasa hivi kuna vijana unakuta ameshika suruali ya kitambaa hapo bado ameipiga zipu huko chini. Maana yake tu imshike vizuri, ule utandawazi hauna faida, si ndio hivyo? Sasa unaweza ukajiuliza kwamba hivi kama utandawazi ungekuwa una faida kwetu, tukiangalia kwenye mitandao, ukiangalia kwenye mitandao vizuri, kuna watu wanatumia utandawazi kuiba, matapeli wa kwenye mitandao. Huo ni utandawazi. Anatumia utandawazi kufanyaje? Kuharibu. Haya. na kijana anatumia utandawazi huo kutafuta nini? Mwanamke. Msichana hivyo hivyo anatumia utandawazi kutafuta nani? Mwanaume. Sasa je, swali la kujiuliza ni kwamba huyu mtu anayejiweka kwenye utandawazi bado na viwango vile vinavyohitajika kuwa mwanamke au mwanaume? Kwa sababu kama akijiweka kwenye utandawazi anataka kujionyesha dunia yote kwamba ana uhitaji wa kitu fulani. Lakini ukirudi kwenye swali la ukirudi nyuma, je, watu walikuwa hawaolewi? Watu walikuwa hawaowi? Sasa kama kuolewa ni mpaka kujiweka kwenye mtandao, jaibishe, unapiga picha za auti, mapicha ya ajabu ajabu na post huko unatafuta. Yaani mpaka kuna watu wanaweka sura ambayo sio ya kwake ili mradi tu apate kile ambacho anakitaka yeye. Kwa sababu ya nini? Ya utandawazi. Maana anatumia uongo kufanya kudanganya watu kwamba hii ni sura yangu, kumbe sio ya nani, sio ya kwake. Lengo tu kuna kitu anakitaka. Unaona hasara za utandawazi? Kuna wizi kwenye utandawazi, kwenye huo utandawazi, wizi huo, matapeli ndio wamejaa huko. Sasa je, kuna faida gani ya kuendelea kuona mitandao na utandawazi? Kwa hiyo utandawazi hauna maana yoyote, hauna faida yoyote isipokuwa tu unatuletea hasara na kutuangamiza. Kwa sababu mimi nikisema nitafute mwanamke kwenye mtandao, siwezi kujua yule mwanamke anahitaji nini kwangu. Ninapokwenda kukutana naye, wale watu kwanza hana hofu ya kimungu. Unaona? Hofu ya kimungu haipo. Kwa hata ule uwezo kusema kwamba sasa tufuate taratibu hazipo. Kama angefuata utaratibu, asingeweza kujiweka kwenye utandawazi. Tungefuata utaratibu unaoeleweka, mtu akapata
anachokihitaji kwa utaratibu wake. Kwa hiyo mimi bado napinga utandawazi, bado hauna faida hii, isipokuwa tu una hasara na bado unazidi kutupoteza kama vijana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Abigail Timosi Samuel Mbora. Mimi nasimama kutetea hoja yangu kwamba utandawazi una faida. Kwa mfano, Mwalimu Aza ametoka kusema hivi kwamba eti unaangalia wanawake wanajituma mtandaoni na wanaume wanajituma mtandaoni. Je, wewe ulionaje kama hujaenda kwenye mtandawazi? Ulimuonaje mwanamke mtandaoni kama hujaenda kwenye mtandawazi? Aya, tuachane nayo haya. Afu mimi natetea hoja kwamba alisema sijui hii meza ya kioo ni mtandawazi. Zamani walikuwa wanahubiri hakuna hizo meza. Kwa hiyo yani mchungaji akimaliza kuhubiri anahubiri ameshachoka mikono. Hata wale waweza kusema Bwana Yesu asifiwe wanakuwa ameshindwa kwa sababu wanakuwa ameshikilia Biblia sana. Kwa hiyo hizi meza zinawasaidia hata wachungaji. Mwapigie wachungaji. Jana safi sio safi? Kwa kweli tuna mambo mengi ya kuchangia, tuna hoja za kutosha. Ukisema tuendelee, sisi tutalala. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ni mengi, hoja ni nyingi, lakini kiangalia mtandawazi na faida zake na hasara zake. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasema turudi enzi za mababu? Wangapi wanasema tuendelee na utandawazi? Sasa na hitimisho, tuna suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema tuendelee na utandawazi. Je, tunawezaje kutumia utandawazi kwa faida za ufalme wa Mungu? Sisi kama vijana tunawezaje kutumia utandawazi? Maana kusema turudi enzi za mababu hatuwezi. Dunia ya sasa ndio hii ya utandawazi. Bwana Yesu asifiwe. Tunawezaje kutumia utandawazi kwa faida za ufalme wa Mungu? Nahitaji pointi 5 kwa wote. Bwana Yesu asifiwe. Karibu Paulo. Tunawezaje kutumia utandawazi kwa faida ya ufalme wa Mungu? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama tena kwa kutaja pointi moja tu kwamba tunawezaje kutumia utandawazi kwa kumtumikia Mungu. Sana inahitajika tukae katika mafundisho ya wachungaji wetu ambao wanatufundisha na kutuelekeza. Lakini mafundisho hayo tunatakiwa tuyapime. Je, ndani yake ni neno la Mungu au ni maneno? Maana kuna tofauti ya neno na maneno. Kwa unaposikiliza jumbe au mahubiri, huyo anayehubiri yuko katika msingi wa neno la Mungu? Tukifanya hivyo, tunaweza tukawa tunapata jumbe kupitia utandawazi na hizo jumbe zikatujenga pia. Asante. Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nyingine ni kufocus na kitu ambacho nakitafuta kwenye mtandao. Kwa mfano, unataka kujua unataka kujua namna ya nini? Namna ya kujifunza Biblia. Hasa unapoingia kwenye mtandao, usifocus na mambo ambayo hayakuhusu. Focus na kile kitu ambacho kimekutuma wewe kwenye ufungie kwenye mtandao. Hapo ndipo tunapoweza kujiongezea maarifa ya kimungu, kwa sababu unapoingia kwenye mtandao mambo mengi yamerahisishwa. Utakutana maneno magumu, lakini utakutana na tafasiri zake tena zimeorozeshwa pale. Kwa kupitia hicho kitu tunaweza tukafanya hivyo, hata tukamtumikia Mungu kwa njia hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya utandawazi katika ufalme wa Mungu kwamba pamoja na yote, pamoja na utandawazi, inatubidi kumruhusu Roho Mtakatifu
ili aweze kutuwezesha na kutuonyesha yale mambo ambayo yanatupasa kuyatumia katika utandawazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ni kwamba ya utandawazi, faida ni kwamba tumepata wepesi, mfano wa kueleza Injili. Kwa mfano kama sasa hivi unaweza ukaweka bando lako ukaangalia mahubiri mbalimbali mazuri yanayokujenga. Kama kijana unaweza ukajifunza vitu mbalimbali. Kwa mfano kama hivi unaweza ukagoogle ukaangalia namna ya kupamba madhabahu ikapendeza kama hivi. Unaona, unaweza hiyo yote tu ni utandawazi ambao umeturahisishia hata kueleza injili ya Mungu, watu wajue kama wanahitaji kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Faida zipo nyingi sana. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni nyote. Pia na cha kuongezea kama tulivyosema, kurudi enzi za mababu zetu kule hatuwezi, lakini kiukweli mababu zetu kule waliishi vizuri sana zamani kuliko sasa. Mababu zetu waliishi vizuri sana kwa furaha sana kuliko sasa hivi, kuliko ulimwengu huu wa utandawazi. Japokuwa utandawazi una faida, pia una hasara zake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi dhambi zimekuwa nyingi mno kuliko zamani. Yaani dhambi ni nyingi, dhambi ni kugusa dakika sekunde uko dhambini tayari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunawezaje kutumia utandawazi kwa faida za dunia? Bwana Yesu asifiwe. Utandawazi upo, simu zipo zimekuja, kuna laptop, kuna nini, kuna ndani ya simu kuna mitandao ya kijamii, kuna TikTok, kuna Facebook, kuna WhatsApp. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mitandao ya kijamii, lakini imeletwa na utandawazi. Ukiitumia vizuri hiyo mitandao, utautukuza ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mitandao iko kwa ajili yetu kwa sasa hivi. Ukitumia WhatsApp, hubiri injili kupitia WhatsApp. Hubiri injili kupitia Facebook. Hubiri injili kupitia Instagram. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Instagram so pandisha tu, unaangalia mambo ya kidunia, weka injili yako mule. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio faida ya utandawazi. Weka nyimbo zako mule. Wewe ni muimbaji, weka nyimbo Instagram, weka nyimbo WhatsApp. Bwana Yesu asifiwe. Mitandao ya kijamii ipo ili sasa tuitumie kwa faida, kwa ufalme wa Mungu, kuhubiri injili kupitia mitandao hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Pia kuwa na mkataba na Biblia mtandaoni. Bwana Yesu asifiwe. Biblia tunazo, wengine tunazo kwenye simu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusafiri Biblia yako umesahau, lakini kwenye simu yako na Biblia unaweza kuitumia kwa manufaa ya kutukuza ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana simu zipo, na kwenye simu zetu tuna Biblia. Ile Biblia usiitunze tu, so download, uishie kuidownload, isome ile Biblia. Ukiwa una Biblia ile halisi, tumia ile kwenye simu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio faida ya utandawazi. Bwana Yesu asifiwe. Pia unaweza kufungua vikundi mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii. Fungua vikundi mbalimbali kupitia WhatsApp vya kuelimisha neno la Mungu, vya kutangaza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikitolea mfano hapa, tulishafungua nadhani baadhi wao kwenye kikundi chetu cha WhatsApp. Bwana Yesu asifiwe. Kile kikundi kinatuelimisha mule ndani. Tumefungua kikundi cha vijana TAG section Nyakanazi. Section ya Nyakanazi. Kuna baadhi wao kwenye hicho kikundi. Kile kikundi ni kwa ajili ya kuelimisha, kutangaza injili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So utumia WhatsApp kwa ajili ya kutumiana mapicha, kuchati. Bwana Yesu asifiwe.
Pointi nyingine, kuna mambo mengi yamekuja, vifaa vingi vya kizungu. Unaweza asiwe, kuna kama stand hapo, stand mnaiona, kuna simu. Tumia vifaa hivi kutengeneza maudhui ya kuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Unanunua stand kama hiyo, unaona stand tunaitumia vizuri, inafanya kazi na inamtukuza kwa ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni vitu vingi vimetufikia kwa ajili ya utandawazi. Kwa vile vitu inategemea na kile unakitumiaje. Kikitumia vizuri utatukuza ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nimkaribishe mchungaji kama anakuongezea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama faida ya utandawazi sasa. Ndio. Asante kwa jina la Yesu. Amen. Kama mjipigie makofi kabla ya. Kama nashawishika ile jambo likiendelea, tukawa na mada mbalimbali, tukaujenga ufalme wa Mungu, ya kanasa na nje ya kanasa. Mengi mlioyajadili ni muhimu sana, tena yote yapo. Ili kundi hayo yote waliyosema yapo, kwamba kupitia utandawazi kuna watu wameharibika. Lile kundi yote waliyosema yapo, kupitia utandawazi Yesu anahubiriwa siku hizi kila kona. Na hata sisi tukitufuatilia tutatuona tunamhubiri Yesu kila siku. Kwa utandawazi uko namna hiyo. Mimi sasa niseme machache, lakini nataka mtu ambaye ana Biblia nisomee kwenye Wakolosai. Nipite haraka samani. Mungu anisaidie nitumie dakika chache sana. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 22, alafu mwingine afungue Tito 2:12. Sura hili linasema mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumia. Hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Hoja yangu ilikuwa hivi, utandawazi una pande zote mbili. Lakini inategemeana mtumiaji wa utandawazi anatumia kwa mlengo gani. Kwenye Biblia imesema kwenye Wakolosai sura ya 2 mstari wa 22, mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa. Hasa ile A. Kwa hiyo ikiwa unatumia kwa mfumo wa namna umetaka kutumia, hayo ndio matokeo yatakayotokea kama ulivyotaka kutumia. Jamani, Mungu atusaidie sana. Lakini kwenye Tito 2:12 nasemaje? Nayo yatakufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Ulimwengu wa kizamani wa sasa. Sasa hoja iko hivi. Kwenye Tito 2 sasa 12, nayo yatufundisha. Sikianzia leo kuna wewe tunaona kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imeshafunuliwa. Anasema nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi. Sema neno kiasi. Anasema tupate kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Jamani, nataka nizungumze na wewe kwamba hakuna namna utataka ulimwengu uwe wa zamani. Hakuna namna. Hata kama ungefanyaje haitawezekana. Lakini tunahitaji kutumia wakati huu wa kisasa na mambo ya kisasa kwa kiasi na hekima ya Mungu ikitawala. Nilikuwa nasikia hoja za watu zimenigusa kweli, kwamba mtu anaweza kawa anaingia kwenye utandawazi wa teknolojia mbalimbali za kisasa, alafu anaenda kutazama watu waliovaa uchi tu. Yaani amenunua bando la shilingi la GB hata 5, lote naishia kwa waliovaa uchi. Huyu akiharibika is okay, amechagua. Jamani, Mungu atusaidie sana. Lakini inategemeana. Kule kwenye Wakolosai tumesema mambo yote yanaharibika wakati wa kufanyaje? Wa kutumiwa. Unatumiaje? Kama chakula ni kizuri lakini ukikilazimisha umeshiba tu unakula tu. Kilikuwa kizuri kitakuwa kibaya, lakini chakula huwezi kusema ni kibaya, ila mtumiaji ametaka kiwe kibaya. Sasa na hapa anasema lazima tuwe na utauwa na kiasi na haki katika ulimwengu huu wa sasa.
Niseme mambo kama mawili tu hapa. Jambo la kwanza hapa, waliookoka huwa hatuendi na utandawazi. Nisikize vizuri. Waliookoka hatuendi na utandawazi, lakini tunaenda na Yesu ndani ya utandawazi. Umesikia? Ukitembea na utandawazi tu, yani wewe ni nyama ya shetani, kuliwa asubuhi sana, tena atakuchoma kama mishikaki. Lakini sikiliza, huwa sisi hatukimbii na utandawazi, lakini tunakimbia na Yesu ndani ya nini? Yaani kwenye huo utandawazi unaopoteza watu, sisi tunamuina shetani humo. Yaani kwenye hiyo engo ambayo wengi mmewameza, sisi hapo tunapiga shetani kichwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiende na utandawazi kwa Yesu. Nenda na Yesu kwenye utandawazi. Narudia tena. Unaweza kama hujanielewa. Usiende na utandawazi kwa nani? Lakini nenda na Yesu kwenye utandawazi. Utakuwa salama na Mungu atakubariki. Muda wetu sio rafiki. Maandiko ni mengi. Naomba tutumie utandawazi vizuri, na kupitia namna gani tunatumia, Bwana atatuinua na kutusaidia. Tukienda na Yesu kwenye utandawazi, tutakuwa salama. Lakini ukienda na utandawazi ukamwacha Yesu, kuisha habari. Asante, naomba niwasilishe hoja yangu. Mungu awabariki sana. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Mtamani tena maombi kwa ufupi, hata dakika 10. Bwana Yesu asifiwe. Tusiishie hivi. Kemee hizi roho za matumizi mabaya ya utandawazi. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na maombi, tuombe Mungu vijana tusimame imara katika dunia ya kisasa. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya dakika 10 tusimame tuombe haya maombi. Tuombe Mungu vijana tusimame imara katika dunia hii ya kisasa. Kemea roho chafu za matumizi mabaya ya utandawazi. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu upande wa maana pekee unastahili kuinuliwa. Kila sababu ya kusema asante Bwana kwa ajili ya kutukuzana mahali hapa. Baba, tumekuwa vijana mahali hapa jioni ya leo ambao umetupa kibali kwa ajili ya mdahalo huu. Baba, tumejua kijana na utandawazi, tunaomba kwa kwenye nguvu tumekuwa pamoja nao. Tumetambua, tumeelewa kwamba Bwana twende mbele zako tukiwa hali tumejifunga julia ya haki na imani tuishike, ili tupate kupiga vita ambao vinazuia imani yetu isitendeke kwako. Baba, tunatamani nguvu na neema yako. Tazama Bwana, tunaomba kibali, tunaomba nguvu na uwezo na ushindi. Naomba tuwezeshe utetee tupiganie. Tazama vijana tuko mahali hapa jioni ya leo ambao Bwana tunahitaji nguvu yako. Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunahitaji msaada wako. Tazama ni vijana wawezi. Baba, tunahitaji msaada wako. Tunahitaji uamsho ndani ya mioyo yetu ili tutende kila ambacho Bwana tunastahili mbele zako. Baba, unatupenda. Ndio maana unasema tuliweke neno la Mungu ndani ya mioyo yetu ili tusije kutenda dhambi. Baba, tusimamie, tuwezeshe. Tunakutamani Bwana, utuonekanie. Tunatamani Bwana neema yako ya ushindi endelee kuwa pamoja nasi ili tutembee katika ushindi wako, tutembee katika maadili yako, tutembee katika uwepo wako, tutembee katika uamsho Bwana. Tazama hivi vijana wanatamani kutembea katika neema ya ushindi. Bwana Yesu anataka kuonekana katikati yao. Mungu, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye nguvu, wewe mwenye haki juu ya vijana wako. Yesu, asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Tunakusihi Bwana, uwe pamoja nasi Bwana. Kama wengine ambao tunaenda kwenye mitandao sio sahihi, tunakimbia hiyo roho, tunakimbia hiyo kibu, tunakamata na kuvunja kila roho ya kiu ambayo inatazamisha huko katika jina la Yesu. Shetani ana mamlaka katika mitandao yetu, shetani ana mamlaka katika mawazo, shetani ana mamlaka katika hisia, shetani ana mamlaka katika mambo ya kufanya ya kimungu. Bwana, utawala ukaonekana. Yesu, ukasimama mwenyewe. Bwana Yesu, endelea kuonekana. Tuwe Yesu katika mitandao.